ule bandarini mwaka juzi 2023 23 nadhani ulibuka mjadala mkubwa juu ya bandari. Ni kutokuzoea tu, lakini kwamba serikali inauza bandari. Serikali hamna serikali za kuunda bandari duniani, haipo. Lakini tulitoa katika mfumo wa PPP. TPA wapo pale, tumewapa DP World, tumewapa Adani, kampuni kutoka India, wanafanya operations, wana manager anaitwa Mabeth, na wanaotumia bandari wanaona faida yake. Efficiency ambayo imetokea pale is massive. Tunaona mizigo meli zinahama kutoka bandari zingine kuja kutumia bandari ya Dar es Salaam. Sasa tuna crisis ya sio tena ya upakwaji pale na kupakua, tuna crisis ya mizigo kuisafirisha kwenda kwenye nchi za wenzetu. Kwa sasa changamoto ni barabara. Ndio maana inabidi tupambane reli ipanuke ili mizigo mingi isafirishwe kwa njia ya reli badala ya kusafirisha kwa njia ya barabara. Kwa nadhani with time utaona kwamba hizi habari za PPP zitaanza kuzoeleka, lakini niko naongea na Mbakalia hapa, watu wengi hawajui, wenye umri mdogo, kwamba NMB ni matunda ya ubinafsishaji, benki ambayo inasifiwa sana. CRDB ni matunda ya ubinafsishaji. Hizi benki hizi ulikuwa kenda enzizo, unaingia kwenye benki kuna magunia pale na kuna watu wawili watatu, lakini sasa hizi these are the banks which are competing regionally na zinaendeshwa na Tanzania. Kwa hiyo hii dhana ya sekta binafsi itaenda kuingia vizuri tu, na sisi kama nchi tuna fursa nyingi sana za kufanya PPP, zipo nyingi sana, na mimi tuanze tukazitumia, na tunaenda kufanya kazi ya kuboresha mazingira ya biashara ambayo itasaidia sana kwenye kwenda kuimarisha sekta hii ya binafsi. Mheshimiwa Rais ameanzisha ofisi ambayo naisimamia, ofisi ya Rais Mpango na Uwekezaji, yote ni kwenda kuchochea sekta binafsi. Ameanzisha kituo cha PPP kama unavyoona. Tumefanya mageuzi makubwa sana ya kisheria kuhusu PPP, na tunafahamu pia mwanasheria mkuu wa serikali anaenda kufanya maboresho zaidi kwenye PPP kwa sababu bado kuna ugumu wa kisheria. Nataka turahisishe zaidi katika eneo hili, na bunge ambalo linakuja mwanasheria mkuu wa serikali atawasilisha baadhi ya mabadiliko. Tunalo soko kubwa sana la ndani na la kikanda kupitia African Continental Free Trade Area. Is huge opportunity for the private sector. Mwaka jana peke yake Afrika imeagiza chakula chenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 110. Maana kimetoka nje ya Afrika. Kwa maana hata kwenye kilimo peke yake kuna fursa kubwa sana kufanya biashara ndani ya Afrika. Kwa hiyo ni eneo muhimu. Bado Afrika inaagiza takriban mafuta ya kula. Afrika bado inaagiza madawa 80% mpaka 90%. Afrika hii inaagiza madawa kutoka nje. Yote hayo ni maeneo ambayo yana changamoto. Hata vitu vidogo kama sukari. Afrika hii ina upungufu wa sukari tani milioni karibu 12. Kwa hiyo ni fursa katika kuweza kufanya biashara ndani ya kanda, na si kama nchi tuna fursa kubwa sana kwa sababu tuna bandari. Ndugu washiriki, ni wazi kuwa uwepo wa sera na sheria kuhusu PPP na kuanzishwa kwa taasisi maalum ya kuratibu miradi ya PPP, PPC kwa maana hiyo, pamoja na yote hayo ambayo tumeyafanya, ukweli ni kwamba kasi ya utekelezaji wa miradi ya PPP bado ndogo. Katika kipindi cha miaka 5 tumeibua miradi 101, lakini ambayo ipo katika ngazi ya utekelezaji ni miradi 8 peke yake. Hiyo kasi haiwezi kuridhisha kwa vyovyote vile, na kwa sababu hiyo serikali inakusudia kuendelea kuimarisha mfumo huu kwa kuchukua hatua mbalimbali, ikiwepo moja, kuimarisha upatikanaji wa fedha kwa ajili ya maandalizi ya miradi ya PPP. One area ambayo tuna struggle ni project preparation. Miradi ya PPP inahitaji kuandaliwa kwa umakini wa hali ya juu. Kwa lazima tuendelee kuimarisha, na hiyo inahitaji mambo mawili, unahitaji fedha, unahitaji qualified staff. Kwa serikali tunaenda kuhakikisha kwamba mambo mawili haya tunaimarisha, lakini tunakusudia kuanza kuzuia taasisi za serikali kutumia utaratibu wa ununuzi wa kawaida badala ya PPP pale ambapo miradi ina sifa
za PPP. Kwa utaona kwenye bajeti kuu ya serikali, Mheshimiwa Waziri wa Fedha atatangaza kwamba miradi yote ambayo ina sifa za PPP, maafisa masuhuli hawataruhusiwa kuweza kufanya procurement yake kwa njia ya kawaida. They will be directed to do it through the PPP. Hiyo ni muhimu sana. Principle hapa ni kwamba kile ambacho kinaweza kufanywa na sekta binafsi, serikali isifanye. If it can be done by the private sector, it should not be done by the government, for that matter. That is the principle we want to apply going forward. Kuna mambo ya msingi ambayo serikali lazima itayafanya. Salama, huduma za jamii. Hatuwezi kumwambia mwananchi akaajiri walimu hapa. Shule ni kazi ya serikali duniani kote. Afya, ujenzi wa miundombinu ya kiuchumi, yote hayo. Lakini hapo mambo ambayo itabidi sekta binafsi iweze kuyafanya yenyewe ama ishirikiane na serikali kuyafanya. So that will be the principle going forward. Tunaenda kujenga uelewa kuhusu dhana ya PPP kwa wadau wa serikali na sekta binafsi. Na sio tu PPP kwa ujumla, lakini dhana nzima ya nafasi ya sekta binafsi katika uchumi na maendeleo kwa ujumla. Na nafasi ya serikali ni nini? Haya mambo mawili lazima yaeleweke, kwamba nini lazima serikali ifanye, nini lazima ifanywe na sekta binafsi, nini lazima ifanywe kwa kushirikiana kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. This is important. Kwa hiyo kwenda kujenga uelewa na kuondoa dhana potofu juu ya sekta binafsi katika swala zima la maendeleo. Unajua bado katika nchi yetu hii hata mtu wa kawaida mweusi kuwa tajiri, kuna watu ambao wanaona ni dhambi. To be rich is seen to be sin to some people, especially kwa mbongo, kwamba tajiri ni watu fulani tu, kina David hapa ambao ni weupe naruhusiwa, ila Kitila tena ukiwa serikali ndo kabisa unaona tajika, inawezekanaje? Mwizi tu huyu. Kumbe mtu amefanya labda saving zake, kwa sababu utajiri maana yake ni nini? Ni investment. Investment inatoka wapi? If you are earning income, you are able to do some saving. Sio kwa Richard hapa anapata mshahara hapa kama senior lecturer. Katika mshahara wake akaamua kufanya saving, akaweka VUTT, baadaye akapata hela akaingia kwenye investment. Lakini sasa kiingia anaweza kamba huyu jamaa kutoka Ruvuma mwizi tu huyu. Because this kind of attitude have to be addressed also. Kwamba to be rich is good. It is actually important to be rich. So, creating wealth for individuals and for the country. And the nation's wealth comes from individual wealth. Kwa nadhani yani mambo ambayo lazima tuende kwa unpack katika vichwa vyetu. Otherwise ni changamoto sana. Kwa napohitimisha, ndugu washiriki, niseme kwamba nisisitize kuwa hakuna shaka kuwa kutokana na mahitaji makubwa ya uwekezaji katika miundombinu na huduma za kijamii, ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi unabaki kuwa moja ya mikakati muhimu ya kufanikisha utekelezaji wa malengo tuliyojiwekea kupitia Dira 2050. Kwa kuendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji, kufanya biashara na kuandaa miradi yenye ubora wa kimataifa na kujenga uwezo wa taasisi za serikali, Tanzania ina nafasi kubwa ya kutumia mfumo wa PPP kuvutia mitaji binafsi na kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Na naamini kwamba kongamano leo ni sehemu muhimu ya serikali katika kuendelea kujenga uelewa kuhusu miradi ya PPP na ushiriki wa sekta binafsi katika shughuli za maendeleo kwa ujumla. Ni matumaini yangu kuwa mtatumia fursa ya kongamano hili kujifunza zaidi kuhusu PPP, jinsi ambavyo mara zitatolewa, na kutoa mawazo mbadala kuhusu namna ya kuharakisha utekelezaji wa malengo tuliyojiwekea kupitia utekelezaji wa miradi ya PPP. Ninawatakia mjadala wenye mafanikio makubwa, na kwa maneno hayo natamka rasmi kwamba kongamano la kwanza kuhusu PPP nimelizindua rasmi. Mungu awabariki sana. Asante.
Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.